Kwa nafasi ya pekee niwapongeze kwa mara nyingine kwa kuendelea kuaminiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na kupewa nafasi nyeti. Tunajua hii ni kama mchujo tulikuwa wengi tukapata wengi, sasa tumekuwa wachache zaidi. Kwa hiyo mimi nawapongeza, naamini mmepata kwa sababu ya utendaji wenu na mwenendo wenu mwema. Hongereni sana. Kwa nafasi ya pekee nirudie tena, nawapongeza kwa kuteuliwa na tume kuendesha na kusimamia zoezi hili muhimu la uboreshaji wa daftari la wapiga kura kwa awamu hii ya pili. Sina shaka kuwa kuteuliwa kwenu kunatokana na ujuzi, uwezo na weledi mlionao katika kutekeleza majukumu yenu ya kitaifa, likiwemo zoezi la uboreshaji wa daftari, ikiwa ni maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ni matumaini yangu kuwa kutokana na semina hii, kila mmoja wenu atapata elimu ya kutosha itakayomwezesha kutekeleza majukumu yake ili kufanikisha zoezi hili ipasavyo na inavyotarajiwa. Mafunzo haya yatahusisha namna bora ya ujazaji wa fomu, kutumia mfumo wa kuandikisha wapiga kura, yani voters registration system, pamoja na matumizi sahihi ya vifaa vya uandikishaji wa wapiga kura. Ni matumaini yangu kuwa baadhi yenu mmewahi kushiriki katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya tume, ikiwemo hii ya uboreshaji wa daftari. Kwa kutumia uzoefu huo na mafunzo mtakaopatiwa, natarajia kuwa mtafanya kazi kwa weledi, bidii na moyo wa kujituma ili kufanikisha zoezi hili la kitaifa. Pia nawasihi kutumia uzoefu wenu mlionao kuwasaidia wenzenu ambao hawakuwahi kushiriki. Lakini kwa kuangalia naona kama wote mmewahi kushiriki, au nimekosea? Wote mmewahi kushiriki? Naona wengine hamuongei. Niliweka mkono kichwani. Umewahi kushiriki? Nakuona unashangaa. Pia nawasihi kutumia uzoefu wenu mlionao kuwasaidia wenzenu ambao hawakuwahi kushiriki katika uboreshaji wa daftari ili waweze kutekeleza majukumu yao kikamilifu. Aidha, mawakala wa vyama vya siasa wataruhusiwa kuwepo katika vituo vya kuandikisha wapiga kura. Na niwape taarifa kwamba tayari mawakala hawa tumeshawaapisha, wako katika maeneo yenu. Kwa hiyo watakapokuja kwenye daftari, nyie ni wazoefu, mnajua nafasi ya wakala ni nini kwenye kituo, nafasi ya BVR operator ni nini, nafasi ya afisa mwandikishaji ni nini. Tusiendelee kufanya makosa ambayo tulifanya awamu ya kwanza ya kuwatumia wale kama watendaji kwenye vituo. Wale ni mawakala, wanaangalia mwenendo mzima wa zoezi linavyokwenda. Sawa jamani? Jambo hili ni muhimu kwani linalenga kuleta uwazi katika zoezi zima, lakini pia mawakala hao watatumika kutambua wapiga kura wa eneo husika, hivyo kupunguza kutokea kwa vurugu ambazo hazina ulazima kwenye vituo. Mawakala hao hawatakiwi kuingilia utekelezaji wa majukumu yenu wakati wa uandikishaji. Maelekezo zaidi kuhusiana na mawakala hao yatatolewa na wakufunzi na ni muhimu kuyazingatia. Lakini pia kwa kuwa tumeapisha mawakala hapa, niseme hawakujitokeza mawakala wa vyama vyote vinavyofanya kazi kwenye eneo letu. Na mnajua mtu anakula kiapo ili awe huru kuingia kituoni kufanya kazi. Na tuna majina ya mawakala ambao wameapa kwa vituo. Sawa jamani? Sasa usije ukapiga simu ukasema unajua wamekuja mawakala wa vyama vitano. Maarokata wana majina ya mawakala waliokula kiapo kwenye maeneo yenu. Bahati nzuri vituo ni vichache. Kwa hiyo wale waliokula kiapo ndio wanaoruhusiwa kuingia kwenye vituo, na sio kuwa waangalizi kwenye vituo vyote, kwa sababu kila wakala amekula kiapo kwa kituo chake. Kwa hiyo tusije tukaentertain tukasema tuliambiwa tuhakikishe mawakala wanaingia kama jina lake hakula kiapo kwenye ofisi ya mtendaji wa kata au arokata,
hatakiwi kuingia kwa sababu hakufuata utaratibu. Lakini pia tutumie lugha ya staha kuwafahamisha. Hatuna sababu ya kugombana, si ndio? Ulikula kiapo tarehe fulani, jina lako liko kwa mtendaji wa kata, tunaomba barua yako kutoka kwenye chama chako, kwa sababu wale mawakala wengine wana utambulisho. Ni muhimu uwepo ushirikiano mkubwa kati ya watendaji wote wa uboreshaji, serikali, vyama vya siasa na wadau wengine wote wa uchaguzi. Aidha, ninawasihi muwe na ushirikiano mzuri na wa karibu na tume wakati wote mtakapokuwa mnahitaji ufafanuzi au maelekezo katika kutekeleza majukumu yenu. Kuna kujiongeza, tusijiongeze kuzidi. Wakati mwingine tafuta ushauri. Tafuta ushauri kwa jirani yako, tafuta ushauri kwa arokata, tafuta ushauri kwa arojimbo, kwa aro, kwa election officer. Tupo na naamini mnakubali kwamba muda wote tunakuwa na nyie wakati wa mazoezi haya. Kwa hiyo usijiongeze kupindukia. Niwaombe pia kwamba pamoja na kwamba tunaenda kusimamia hili zoezi kwa awamu ya pili, tutapata kwenye mafunzo, tukasikilize kwa makini ni nani anayetakiwa kubadili taarifa zake kituoni, lakini wale ambao hawakupata nafasi mara ya kwanza tunawatreat vipi, wanatakiwa wafanye vipi. Haya yote mtayapata kwenye mafunzo. Tuwe wasikivu, tuwe makini. Kazi yenu tunaitegemea. Mlijitahidi awamu iliyopita, tukafanya kazi kwa utulivu, tukavuka lengo. Sitaki kutaja tulifika, lakini tulizidi 160% ya lengo tulilokuwa nalo. Figa kamili tutakuja kuona tunapoenda sasa ku display daftari. Isije kawa tuliandikisha watu mara 7 isije kawa watu ambao hawakuwa sifa wapo. Kwa hiyo na sifa labda tuliwaandikisha. Kwa hiyo baada ya hizi siku 7 na baada ya sasa tume kutoa final, ndo tutajua kazi tuliyopewa tuliifanya vizuri. Lakini mimi naomba niwahakikishie kwamba ninawaamini sana. Kazi mliofanya ilikuwa kubwa sana na nzuri. Msimu tulionao ni wa mvua. Ninachowaomba, tusiholdi shida. Ukiona kuna shida yoyote ambayo unahitaji usaidizi, toa taarifa mara moja. Sisi tutafika, tutakuassist. Lakini bahati nzuri hatuna vituo vya wazi. Kwa hiyo pia watendaji wa kata, kwa kuwa pia tume imeendelea kutujali na kutoa fedha kwa ajili ya kuchaji BVR, tusifanye uzembe tukaholdi zile fedha. Na wapongeza kwa kazi nzuri mliofanya awamu ya kwanza. Ninaamini tutafanya kazi zaidi ya ile awamu ya kwanza ili halmashauri yetu iweze kuonekana. Baada ya kusema hayo, naomba nitamke kwamba semina hii imefunguliwa rasmi. Asanteni.